coming from in the village. Kule ulipotokea kijijini. The altar. Kuna madhabahu. Are you hearing me? Unanisikia? Kusikia. What I've said? Nimesemaje? Nimesema kuna madhabahu huko nilikotoka. Very hard people to prosper. Ni vigumu sana watu kufanikiwa. People they are going tough moment. Watu wanapitia nyakati ngumu sana in your line. Katika mstari wako. That's why I'm seeing even you have a lot of effort, but when you want to achieve something is entering. Ndio maana unaona nayo unajitihada sana, unapotaka kufanikiwa kuna jambo linatokea. Ndio. Something is entering there. Kuna kitu kinaingia. It has been in your life. Yamekuwa ndio maisha yako. Do you know even you to study to finish the school it was just by grace of God? Yeye unajua hata kusimama na kumaliza shule ilikuwa ni neema tu ya Mungu. Amen. Yes. Do you know that? I know. There was a lot of challenge there. Kulikuwa na changamoto nyingi sana. Out of challenge. It was about to quit in the journey, but just God help you to finish. Njiani, lakini Mungu amekusaidia kumaliza. Sure. Do you know it? I know. But now, what I'm seeing, the altar somewhere. Kuna madhabahu mahali fulani. This altar. Na hii madhabahu. He's just like the people they are putting their sacrifice. And I see alcohol, people from the village. Watu kutoka kijijini. From the village. Kutokea kule kijijini. I see alcohol. Naona pombe. Father's side. Upande wa baba. Father's side. Upande wa baba. Father's side. Are you hearing me? There's an altar is making people want to achieve is just blocking it. Inafanya watu wanapotaka kufanikiwa inawashusha. Ndio. So that's why when there are some things to solve in the family, yani kama kuna jambo la kufanya kama familia, inatokea tu kila mtu anashindwa kuhandle. Kwa mno participate unakuwa ni wachache sana. Ni kweli. Yani ukitokea mchango kwenye familia juu ya jambo fulani, inatokea tu mnaweza kuparticipate ni wachache. Kweli. Wengine things are not well. Mambo yako sawa. Wawili tu sometimes. Wangapi? Wawili tu. Dada yangu. 2 people. In the family. Katika familia. Among the things people don't understand. Kati ya vitu ambavyo watu hatuelewi. And they can't understand. That's why na kwa sababu we take the things of God easy. Ndio maana tunavichukua vitu kirahisi rahisi. Shetani hakuanza kupigana na Yesu kushana na Yesu alipoanza huduma. He started very far. Alianzia mbali. That battle continued. Ile vita ikaendelea. So there is a battle that began when you are still a child. Ipo vita ilianza wakati tulipokuwa mdogo. They still continually. Bado inaendelea. Because devil knows what the way you are going to become. Kwa sababu shetani anajua jinsi utakavyokuwa. He knows what you are going to become. Till the day you are born. Tangu ulipozaliwa. Till the day the battle began. Ndio siku ambayo vita ilianza. Do you get it? Ndio siku vita fanyaje? Vita ilianza. Because devil knows where you are going to become. Kwa sababu shetani anajua kule unapoenda unapokuwa. That's why when you find the grace to receive Jesus, ndio maana unapopata neema kumpokea Yesu, make him as a solution. Mfanye yeye kama ndio suluhisho. Make him as a solution. Mfanye kama ndio suluhisho. What I've said. Nimesemaje? Make him as what? The problem is, tatizo ni after accepting Christ, we don't make him as a solution. Atumfanyie kuwa suluhisho. I'm sending you na kutuma to go kwenda to your destiny, kwenye hatima yako. Amen. I'm sending you to go to your destiny, kwenda kwenye hatima yako. One day you siku moja utakuja with a great testimony, na ushuhuda mkubwa sana. Yes, I receive. I know all your plan. Najua mipango yako yote. I know all your dream. Nazijua ndoto zako zote. But lakini God he will establish his plan in you. Mungu ataanzisha mpango wake ndani yako. Because you have tried many things, you failed. Umejitahidi vitu vingi umeshindwa. A lot of things. Vitu vingi sana. Sometimes hata naweza kana fulani na pesa fulani nikahifadhi zikaisha tu. Hata nafikiri you remember last time nilipoteza a lot of money kwa ajili ya kuuguza yule ndugu yangu. It's like that. Ni kama hivyo. Kwa dola na zenyewe nikachange zikaisha. You can see. Naweza kuona. You can see how God, manake ni kwamba unapokuwa vizuri financial, adui hata tatizo kwenye familia. Kwa nyinyi mnaona kama ni kawaida, linaenda mpaka linamaliza hela nini? Hela yote. How is causing something? Linasababisha kitu fulani. If you don't speak your eyes, kama una macho ya kiroho. Sasa angalia familia nzima ina watu wawili tu. It's not normal. Swali ya kawaida. Imetokea tatizo, watu wangapi? Familia nini? Nzima. Imagine, utafanikiwa hapo? Utafanikiwa? You can't succeed. Go to your destiny. Nenda kwenye hatima yako. Yes. Yuko mkiwa? Kaja wewe hapo. Okay.
Why are you crying, my daughter? Kwa nini unalia binti yangu? Yale anayopitia mume wangu, anayopitia yanaumiza, lakini bado tunatumaini Mungu atatuvusha. You get what I'm saying? We are saving. Yani mwisho wa siku, imagine prophet is sending a man to succeed. Where devil now? A man, prophet is sending a man to succeed. Anamtuma mtu kufanikiwa. Who can be above that word? Nani anaweza kuwa juu ya hilo neno? It is impossible. Haiwezekani. Go and what? Go and succeed. Nenda Who kafanikiwa. can be above that name? Nani anaweza kuwa juu ya By hilo the neno? way, kind of the prophet that who is sending you is a blessed prophet. Ni nabii aliyebarikiwa ndiye aliyekutuma. Nimekutuma wewe. Where devil? Where devil? Where? Shetani yuko wapi? Ni kweli ulichokisema juu ya mume wangu. Nakuta ni kweli anaweka tunahifadhi fedha kwa ajili ya kufanya kitu, labda kununua vitu vyake kwa ajili ya kufanyia kazi, lakini siku ya siku nakuta analipia hela kukombolea, anahifadhi, lakini natokea tatizo, ile hela anatumika, kwa hiyo anaacha. Kwa nakuta tunapotea. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Naenda kufanikiwa tena. Sawa? Don't leave your wife, love your wife, go there to her. Pende mke wako. Don't leave your wife. Usimwache mke wako. Mungu anakwenda kuifanya familia hii kuwa successful family. Familia inafanya. Mke wako ulipomshika hivi, mshike hivi hivi. Mungu hata kufanya ufanikiwe nje mwanamke mwingine zaidi ya huyu hapo. Mafanikio yako atakuja ukiwa na mwanamke huyu. Out of which you become poor. The God you see. The God you see. Asabi. The God you see. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.